Bash, mtazamaji, ni wiki nyingine tena ndani ya kambi ya ushindi powered by Mosbet. Maana Mosbet ndilo jukwaa ambalo linakupatia nafasi mtazamaji kuweza kuhakikisha kwamba una crash kwenye zile games na punch. Yani hapa ukiingia kwenye zile crash games una uwezo wa kuwa miongoni mwa watazamaji 50 ambao wanafuatilia sasa hivi ndani ya kambi ya ushindi, kila mmoja kuondoka na shilingi 500. Tutakuwa tunarejea baadaye tuweze kukufahamisha utafanyaje ili uweze kupata hii 500. Lakini kwa leo nimkaribishe Tetea bana Vincent Voyo, karibu sana. Asante sana. Tumekuwa na wiki nzuri kabisa, imekuwa wiki ya masuala ya soka, lakini kikubwa kabisa imekuwa wiki ambayo imeanza na CAF kuweza kutoa taarifa kwamba michuano ya kombe la bara Afrika kwa kinadada tarehe imebadilika kutoka mwezi huu wa Machi hadi mwezi wa 7 kufikia Agosti. Ni taarifa ambayo ni ya kutamausha sana kaka Zema, kwa sababu inaonesha vipi CAF inachukulia soka la kinadada hapa Afrika. Kwa sababu ukiangalia CAF imechelewa. Kama ni taarifa wangetoa mapema ya kuahisha mashindano, pengine wangetoa hata mwezi Januari ama hata mwezi Februari, lakini unapata kwamba timu nyingi zilikuwa tayari zimeingia katika kambi, zinajiandaa, zinacheza mechi za kirafiki. Kwa hivyo kuna gharama ambayo tayari timu zilikuwa zimeingia. Kwa mfano timu ya taifa ya Kenya imekwenda kucheza mechi ya kirafiki kule Abidjan na Ivory Coast, halikadhalika Benin. Imekuwa kambi ya takriban wiki 3 katika dimba la Kasarani. Hiyo ni gharama tayari kwa serikali, gharama tayari kwa shirikisho. Kuelekea Marseille ilikuwa tayari ishapangwa baada ya hapo. Wamepanga safari kuelekea Ufaransa. Kwa hivyo CAF lazima iombe radhi. Si kuona kwa katika barua yao ikiomba radhi kwa timu ambazo tayari zilikuwa shaanza mchakato wa matayarisho, na hii inaonyesha kwamba kuna dharau fulani, yani hakuna hali ya usiriasi katika soka la usiriasi katika soka la kinadada. Na pengine ni tuseme tu kwamba bado tuko nyuma, na ndio maana unapata pengine timu zetu hazijakuwa na nafasi nzuri katika mashindano ya kombe la dunia, timu kutoka ukanda huu wa Afrika. Lakini maybe inaweza kutusaidia. Maybe timu yetu ya Kenya haiko imejiandaa vizuri. Maybe kocha Beldino Demba anapata nafasi ya kuweza kuwa na wachezaji zaidi ama kuona wachezaji wengine. Maybe kuna wachezaji ambao hawako kwenye kikosi hiki ambacho kilikuwa kinaelekea Morocco, na uenda wakajionyesha zaidi katika miezi 2 ama 3 ambayo imesalia na kujumuishwa kwenye timu. Lakini pia kama unavyoeleza ni kwamba kuna mchezaji ambaye yuko form sahihi. Kuna mchezaji yeye alikuwa amepanga akimaliza WAFCON aende chuo kikuu. Kuna mchezaji pengine yani programu yake imekatizwa mahali. Yeye alisema mimi nikimaliza WAFCON mimi naolewa. Kwa mfano yani ashakumsima tusi. Sasa programu inabidi kwamba airishe. Lakini Voyo, kabla ya kurudi kwenye kile kikao ambacho tulikuwa pamoja kule Dar es Salaam, wakati kulikuwa na kikao cha tuseme uongozi mkuu wa CAF, lakini kikubwa kabisa kwamba hii si mara ya kwanza kwamba WAFCON inaahirishwa. 2020 kama sijakosea kwa sababu ya corona. Ya 2024 ikapelekwa 2025. Ya 2026 ndio hiyo tarehe imebadilika. Hii ni kuiambia CAF kwamba, ama ni kusema kwamba CAF wanapoangalia soka la kinadada bado wanataka mataifa yawekeze pakubwa kwenye soka la wanawake, lakini wao wenyewe hawana mfano mzuri. Na si tu soka la kinadada, ndio kwa soka la kinadada ni yani ni jambo ambalo yani ni kama kawaida tu kuweza kuwa na hali ya sintofahamu katika soka la kinadada. Lakini hata ukiangalia WAFCON yenyewe, AFCON ya wanaume kila mara inaahirishwa. Angalia CHAN inaahirishwa. Kwa hivyo ile kalenda ya soka Afrika ni kama haijalainishwa kuendana na ratiba pengine na league zingine duniani. Ni kitu kipi ambacho kinatokea kwamba CAF hawana mpangilio kamili? Ndio sababu pengine mataifa ya South America yanatushinda katika kombe la dunia, mataifa ya Ulaya yanatushinda. Yani hakuna utaratibu. Mara unasikia AFCON ni Januari, mara nyingi AFCON Disemba, mara nyingine AFCON ni mwezi Juni. Kwa hivyo yani hatuna mwelekeo dhabiti wa mashindano ama ile kalenda mashindano kutoka kwa CAF. Nakumbuka vizuri Patrice Motsepe akizungumza pale Dar es Salaam baada ya mimi kumuuliza swala kuhusiana na status ya host wa WAFCON. Moja kwa moja akasema WAFCON iko pale pale, ndio kuna mataifa yanataka kuja labda kuchukua kuandaa, lakini wanataka tubadilishe tarehe, lakini yeye mwenyewe kwa kauli yake akasema kwamba WAFCON iko pale pale, hatubadilishe tarehe. Nakumbuka vizuri kwa sababu nilikuwa kwenye runinga Kazema ukimuuliza ile swali na kiukweli alituhadaa. Kwa sababu hata mataifa makocha wa timu ambazo zinakwenda kwenye WAFCON walikuwa katika njia panda. Hawajui WAFCON iko ama iko. Na hapo unazungumzia wiki 2 kabla ya mashindano. So ni kitu cha dharau. Na niseme habari za chini kwa chini zinasema kwamba Morocco
bado wana machungu ya kupoteza ile AFCON. Ni kama kidogo wanafinya ile CAF, yani kuonesha tutaona habari za chini kwa chini, si kauli ya kambi ya ushindi, lakini ni habari za chini ya carpet kwamba Morocco bado wana ule uchungu wa kupoteza dhidi ya Senegal. Na unapozungumzia Morocco, yeye labda kama endapo atajitoa binafsi, wewe kama Voyo, labda kuna mataifa mengi ambayo yanapania kuweza kuandaa, kuna yale ambayo tayari yashaonyesha waziwazi, labda ungetarajia ama ungeona kwamba ingekuwa rahisi AFCON ipelekwe wapi? Kiukweli katika Afrika, na niseme CAF pia imechangia kwamba ni mataifa machache ambayo yanaweza kuingia dakika za mwisho na kuandaa mashindano. Hao Morocco, Misri, Ivory Coast wachanao, hao ni feki. Ashakumsima tu. Taja Kenya basi. Kenya tumeandaa nini? Tumeandaa chana. Baada ya kusukumiwa na kuahirishwa. Sasa unapata kuna mataifa Afrika Kusini unataja pale Misri, pengine Algeria, pengine hao Morocco, ambao wanaweza kuchukua mashindano kwa namna ya dharura na kuandaa bila changamoto. Kitu cha kwanza, wana miundo misingi, wana mfuko yani kifedha, lakini mataifa mengine ya chini ya Sahara bado mawanda hajapanuka, na pengine Mosepa anajaribu kuonesha kwamba licha kwamba pengine Afrika Mashariki haina miundo misingi, lazima ifanyike. Hata kama itafanyika, at the end of the day Tanzania itakuwa na viwanja kama 4-5 ambavyo vitatengenezwa kwa ajili ya mashindano ya chana, mashindano ya AFCON. Kenya itakuwa na viwanja kama 3 ambavyo vitaandaa. Kwa hivyo in future ina maana kwamba kama hili litatokea, Kenya inaweza kuchukua mzigo wa kuandaa mashindano. Lakini kwa hili sasa ni mataifa hayo machache ambayo nimekutajia. Yupo Misri, yupo Morocco mwenyeji, yupo Tunisia, yupo South Africa, yupo kama taifa la Algeria. Kwa hiyo mataifa mengi hayana miundo misingi na hayana pia masuala ya kiuchumi kuweza kuandaa mashindano ya haiba kama hayo. Kuna kauli nilisikia kwamba katika mataifa ya bara Ulaya, kwa mfano kama UEFA wakisema kama Kenya mtaandaa mashindano ya kinadada, UEFA wanachota kwenye mfuko wao, wanapatia taifa andalizi. Kwa hivyo taifa andalizi itakuja tu na infrastructure, lakini pesa ya kuandaa limetoka kwenye shirikisho. Kwa hivyo labda CAF labda iangalie in future kwamba kama wanapatia Kenya iandae, nyinyi Kenya tupatieni Nyayo Stadium, tupatieni Kasarani, tupatieni Talanta Stadium, tutakuja na hela zetu. Itakuwa inapendeza mtazamaji endapo yote haya yatakuwa yanafanikiwa pakubwa kabisa, ili kuweza kuhakikisha kwamba AFCON inafanyika na inakuwa na mtaratara mzuri kabisa. Kikubwa kabisa mtazamaji ndani ya kambi ya ushindi, kabla hatujaenda kuzungumzia masala ya BB Bread, nataka wewe mwenyewe sasa hivi uweze kuingia pale kwenye www.mosbets.com. Alafu kishaingia pale, kumbuka kwamba kila siku kuanzia saa 7 mpaka saa 12 unacheza zile crash games. Crash games hapa zungumzia kina Aviator, Aviatrix, zote hizo ambazo unajua kwamba ni za crash games. Yani ukiingia hapo unahakikisha kwamba unacheza na shilingi 49 kwenda juu, 49 bob kwenda juu. Kila saa 7 hadi saa 12 kuna watu 50 ambao kila mmoja anaondoka na shilingi 500. The more you play, the more your chance inakuwa nzuri kabisa kuweza kucrash na kupata hiyo shilingi 500. I say, unapozungumzia kombe la shirikisho sasa hivi BB Bread FC ina trend pakubwa sana. Reason ni waliipiga FC Leopards, wakaipiga Gor Mahia, lakini hii ya Gor Mahia ndio maana watu wanaizungumzia sana Voyo, kizungumzia matokeo ya mechi za kombe la shirikisho ambazo zilichezwa weekend, kwa sababu BB Bread ilipoiondoa Gor Mahia, ilipoiondoa FC Leopards, watu wengi walifanya kejeli kwa FC Leopards na watu wako wameifahamu BB Bread. Hata mimi mwenyewe sikuwa nimeifahamu BB Bread. Na Gor wakazungumza wakasema tutawaonyesha jinsi ya kupiga BB Bread. Vile ambavyo mkate unaliwa watawaonyesha. Wakasema hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Huwa BB Bread mwasakama. Na timu nyingi hata zimewakejeli. Ukiona Posta Rangers wamepost pale, Shabana waliposti, Muranga Sile wakaposti, Bandari pia walipost, Bandari wamepost, Sofapaka wamepost wakichekelea Gor Mahia. Lakini ukiangalia ndani bado zipo timu kubwa kubwa. Ulinzi alipata ushindi wa magoli 7 kama sijakosea. Nairobi United akapiga mtu magoli 8 kama sijakosea. Shabana akapiga mtu magoli 5 kama sijakosea. Bandari akapata ushindi mwembamba dhidi ya mashemeji zake ama wajomba zake kule maeneo ya Pwani, Bumbani FC. Kikubwa kabisa ni kwamba bado kuna timu ambazo zipo ligi kuu na ziko ndani, lakini hapa bado kuna timu moja ambayo haiko kwenye daraja lolote, Kuta Collections. Kuta Collection nafikiri ni timu ambayo inachanganya wachezaji ambao
ambao hawana timu. Kwa mfano ulikuwa na Posta Rangers lakini mkataba wako umetamatika, unaingia kufanya mazoezi kwenye Kuta Collection. Sasa ndio mchanganyiko wa wachezaji, si kwamba ni wachezaji wabovu ama wachezaji wa kijiji. Wako na experience na wanajua football. Wana wachezaji ambao kiukweli wanajua mpira. Kwa mfano nimemwona yule mchezaji aliyekuwa FC Leopards alikuwa anaitwa Giovanni. Nimemuona kipa fulani alikuwa katika klabu ya FC Talanta, yuko pale katika timu ya Kuta Collections. Kwa hivyo ni wachezaji ambao wamekuwa katika ngazi ya juu ya ligi, wamecheza katika Premier League na wanaonyesha ule uzoefu. Na utapata kwamba timu ambazo wamecheza nazo kidogo hazijakuwa na ule upinzani, lakini pia kufika katika raundi ya timu 16 bora ni kitu cha kuwapongeza, ni kitu cha kuwapa hongera kwamba wamepiga hatua. Lakini pia nafikiri kwenda katika hatua ijayo na kwenda katika robo finali itakuwa inachukua mkondo wake kuweza kuona je, itakuwa ni Ulinzi, itakuwa ni Kakamega Homeboys, itakuwa ni Tore Bobe Shabana, ama itakuwa ni timu gani ambayo inakwenda kupata taji hili na kuwakilisha nchi katika mashindano ya Afrika. Hawa BB Bread hao unatamani wapewe nani? Wapewe Shabana. Wapewe Shabana BB Bread kwa sababu inaonekana they are allergic kwa timu ambayo ina ufuasi mkubwa. Bora wao wajasio uwanja mashabiki. Bora basi mashabiki. Wapinzani njoni. Sisi na wale mashabiki wetu kidogo basi. Lakini wakipewa timu kama Kariobangi Sharks mwendo wameumaliza. Wakipewa timu kama Posta mwendo wameumaliza. Wakipewa Kuta Collection, wakipewa Kuta mwendo wameumaliza. Ni timu ambazo zinaendana sana. Lakini wapewe kama Police, watatoa Police. Wapewe Naiboys, watatoa Naiboys. Wapewe Bandari kwisha. Wao unajua Naiboys ndiye atakosa maneno ya kutype. Naiboys ndio bingwa mtetezi. Atikula wao. Naiboys ndio bingwa mtetezi. Wewe ulisikia wapi bingwa mtetezi ametetea taji hili? Ngumu. Kakamega Homeboys walikuwa pale, Polisi walikuwa pale. Walitetea. Naiboys atakafanya hilo kwa mara ya kwanza labda. Kikubwa kabisa mtazamaji, nikupeleke moja kwa moja kwenye captain wetu, Captain Issa Boke wa kambi ya Ushindi. Lakini kabla ya kwenda kwa captain, tunakukumbusha msikilizaji kwamba kwenye JetX, kwenye High Flyer, kwenye Spaceman, kwenye Aviator, kwenye Aviatrix, mtazamaji, haya yote unayapata ndani ya Crash Games. Unapocheza kuanzia saa 7 mchana mpaka saa 12 una nafasi ya kuweza kupata shilingi 500 kwenye akaunti yako. Yani watu 50 au washindi 50 kila mmoja anapata fursa deposit kuanzia shilingi 49 au zaidi. Weka beti yako ndani ya zile Crash Games kuanzia saa 7 mpaka saa 12. Bet zote kuanzia hiyo time tunasema ziko nafasi ya kuweza kushinda. Yani beti zote hapo za Crash Games ziko nafasi kuanzia saa 7 mpaka 12, nafasi ya kuweza kushinda. Kwa hivyo hala hima ingia pale kwenye www.mostbet.com. Voyo, nikuulize swali. Niulize. Swali ambalo nataka uwe mkweli na uwe tu moja kwa moja. Kwa kutana mwanadada barabarani, unaendesha gari lako, ile gari lako kubwa. Mwanadada naye na gari lake kubwa. Mkasogeleana mkabadilishana business card. Pale si namba. Business card. Anakupa kwa kupitia kale kamlango. Sasa mko kwa traffic pale. Anakupa na wewe unampa. Mkazungumza, mkakubaliana, msema tu mkatongozana, mkaoana. Mkaekana ndani ya nyumba, mnaishi pamoja. Kweli. Voyo na kujua unapenda football sana. Champions League zinachezwa usiku, kuna midweek matches usiku. FA Cup, Carabao. Unatoka unaenda kwa washikaji. Unaenda kutazama mechi. Lakini wife akaona kwamba mume wangu unatoka sana. Haifai, unaenda sana nje. Akakunulia bonge la screen. Big screen. 6-8 inch akakuwekea pale. Ili usitoke usiku kwenda kutazama Champions League nje, kwenda kutazama midweek matches nje, ukae na yeye pale. Wakati bebi wako ashafanya hivyo, utaendelea kutoka ama utatulia watch na yeye? Sasa unajua anajaribu kutibu malaria na dawa ya kifafa. Haiwezekani. Issue si kwenda nje. Issue ni ule utamu ambao unapatikana sehemu ya kuangalilia mpira. Na hiyo ndio ambao unakosa nyumbani. Si uko na yeye pale, mnaweza shangilia pamoja. Ndio aniulize babe, mbona Messi achezei Arsenal? Ndio aniulize babe, kwani wamefunga tena wakati anaona replay? Unamjibu. Namjibu vipi? Hiyo ndio raha, kwa sababu usiniletee bwana. Usiniletee, toka. Kalale. Kwanza mimi kwa nyumba yangu kila mtu na screen yake. Tusigongane popote. Hata ukiekewa big, hata ukiekewa projector. Bro, wewe ushaona mpira pale kwa hall mtaani wewe? Goli limefungwa, watu wanagonga mabati. Watu wengine usimama. Halafu watu wa Arsenal na kejeli. Kiburi ya Manchester United. Manchester United nao wanasema Arsenal mlinunua nani huyu? Pilao, Pishori. Hakuna kitu hapo. Sasa huo ndo utamu kabisa kwenye hall. Una wife ndani ya nyumba. Unaweza piga ukiwa na yeye pale.
Huyu ataniuliza mbona Ronaldo hachezi. I say captain wetu, captain wa kambi ya ushindi Issa Boke, hili ndilo swala ambalo alizungumzia na washikaji kule nje. Hebu tusikie wao watakuwa na hisia gani. Sema mimi nakwambia ni mbaya. Huku nje mademu wamesema lazima wa spend quality time na watu wao. Wewe ni siku gani umesikia mdenge amenunulia mtu wake 68 inch television ati tu ndo wakae kwa nyumba wa enjoy quality time pamoja? Na hata nyinyi niko sure pia nyinyi mko na preference. Niko sure pia mnatakanga kuona game mali kuna kelele, mali kuna electricity, lakini si unaelewa mambo ya mahaba. Mahaba inatakanga utaratibu tu fulani, unaona? Haitakangi mbwembwe mingi na haitakangi external noise mingi. So acha tusikie vile watu wanalia, alafu baadaye tutajua vile kutakuwa, si ndio? Okay guys, me and you after nimeolewa, I'm gonna spend quality time with my man. Tunashindanga na yeye, tuna cuddle, tuna couple. Ananiambia, babe, you want peace? You wanna watch a movie? Unataka nini? Come we cuddle, come we spend time. Lakini wapi? Kwanza hii time ya ball sijui Man U. Ase no hata sijui ni nini, sijui ni Liverpool. Ni Liverpool ama ni Liverpool. Oh Jesus. Kila siku ananiambia aje, ati oh babe, nimeenda kuwatch. Ni saa 7. Ni saa 5. This one just wants to go out, anataka tu kushinda, ametoka nje, ameenda kuwatch. By the way, sijui ama akona mademu kwa nje. Cause tell me why haizi kana mimi kwa nyumba to watch ball. Hata mimi si understand. Ama demu, madama haizi elewa. Leo ati ni ukae kwa keja ni watch ball na yeye. Anajua utamu inakuaga pale kwa hall ya ball ama kwa baesa. Mtu anafunga na kupigia hapa. Kiko kitu ndani wewe. Alafu anambia tukae kwa keja man. But anyway, nilichanuliwa. Kuna hii kitu inaitwa most bets. Niliona tu nikasema aje, I just like any other human beings. Pia mimi naweza ekelea. Nikaekelea sijui ni Man U ama ni Arsenal. I was just trying my luck. Nione kama vitu zitaingiana. And you know what? Oh, guess how lucky I am? Iliingiana. I got an amount of money. So nika decide, wacha ni buy babies nini? TV 68 inch. So that akuje kwa nyumba aone ya TV enye anaweza watch ball. Anaona ni kama 3D hapa na pale. Unaona tu vitu ziko hapa. I'm just entertaining my man. Akaina mimi I spend quality time with me. But you know what? Every single time, babe, nataka kuenda kuwatch ball. Kwani ni nini iko huko nje yenye mimi simpati kwa hii nyumba? Ni nini yeye ana watch enye hawezi watch kwa hii 68? Like guys, I'm just tired. Hebu niambieni husbands zenyu wanafanyanga hivi. Hata kama amebuy mbulu big aje. Lakini sasa utafanya aje? Ni msupa, nampenda, ndo mtu wangu. Sasa game zingine zile zibambi, zile game ovyo na muenjoy, wacha leo tuone hapo. Lakini energy na kuaga pale nje, angeza juu utawatch na ball ni replay na kwambia babe, ona wamefunga bao wengine. Sasa hiyo ni gani hizo? Kidogo game yeye hata ajui Messi alishatokaga kwa achezi siku hizi Champions League game. Mbona Messi achezi? Na Uliech anachezea na game ya Champions League Uliech alisha retire. Vitu kama hizo yeye zielewa. Yaani sijui ndamfanya aje aelewe. Watu kazi yao ni ngumu. Ni vile tu ni bibi. Lakini kama ingekuwa tu hivi ningemwambia wewe ununue mbulu, usinunue mbulu, shauri yako. Lakini hiyo mbulu naye ni mbwagala 68 inch. Hapo ukicheki hata kama ni kimovie unaona vitu ni vulai. Hata boli yenyewe pia unaiona vulai inapigwa nduki, unadhani inakuja kwa sura yako na unahatisha. Unashindwa rada. Ukicheki msee unacheki ni msee mzima. Piga head unapiga na yeye. Lakini kwa keja haiwezi tena, kidogo aanze sijui nini tena, amekukaribia umeshasahau hata una watch ball. Unajua mambo ya hao watu, ameshavaa amepiga night dress yake hapo, akili tena haiko kwa ball, akili iko kwa ball nyingine. Mimi vile tu niliwashow ni mbaya. Mademu amesema my guy has to sit next to me and enjoy the game with me. We mali huko utaka kwa nyumba uone game na mtu wako, ama tu lazima uingie area uone game mali energy iko electrifying. Karibu kambi ya ushindi. Na siku zote manze, usisahau kuwekelea beti yako na most bets. Na siku zote usitumie pesa ya rent, usitumie pesa ya school fees, usitumie pesa ya chakula. Fanya mambo yako yote, alafu ikibaki ingia pale, wekelea mkeka wako polite. Wezi jua hata unaweza pata kitu ya kuanulia mtu wako 68 inch. Ni mbaya. Captain wetu Issa Boke, kama ulivyotazama na kusikia mtazamaji, imependeza pakubwa. Lakini pia wewe tukuulize hili swali mtazamaji leo ndani ya kambi ya ushindi. Itokee
wife amekuwekea big screen ili usitoke nje kwenda kutazama mechi za usiku, utatii amri ya wife uochie mechi nyumbani, ama still utaenda maskani kwa bezi kwenda kutazama na majamaa? Wife ana risk ndoa yake. Afocus na vitu ambavyo vilimlete. I say yeye ni ku Anyway, mengi bado yapo msikilizaji, na mengi makubwa kabisa ni kuangalia michuano ya ligi kuu nchini Uingereza. Weekend hii kuna mechi bab kubwa kabisa zitakuwa zinapigwa, lakini kabla kuangalia hizo mechi zenyewe, ni kukumbusha msikilizaji kwamba ingia pale kwenye www.mosbets.com na unapo deposit kuanzia shilingi 49 kwenda juu ama 49 au zaidi, cheza ndani ya zile crash games. Kuna Vieta, kuna Vietrix, kuna JetX. Cheza hizo crash games kuanzia saa 7 mpaka saa 12. The more you play, unatengeneza nafasi yako kuhakikisha kwamba unapata shilingi 500 ambayo inaingia kwenye akaunti yako, bab kubwa kabisa. Twende moja kwa moja kwenye mechi za ligi kuu nchini Uingereza ambazo zimeratibiwa kuweza kupigwa weekend hii. Hivyo kuna mechi nyingi sana hii weekend na ni weekend ambao maybe inaweza kushape title race kwa sababu Man City wana kibarua, Arsenal pia wana kibarua. Nafikiri ni one of the weekends ambazo pia kuna dynamics tofauti, watu kucheza katika kombe la FA na watu wengine pia kucheza katika UEFA Champions League. Naam. Na moja kwa moja nikulete kwenye mtaratara huo ukizungumzia mechi za ligi kuu nchini Uingereza. Mechi zitakuwa zinapigwa msikilizaji Jumamosi na kutakuwa kuna mechi za Jumapili. Nianze moja kwa moja na mechi za Jumamosi ambazo zimeratibiwa kuweza kupigwa Saturday. Kwa haraka upesi, kuna Burnley dhidi ya Bournemouth. Bournemouth hapo nasimama na GG or both teams to score. Sunderland Brighton, mechi nzito kabisa. Hapa Brighton to win. Okay, Arsenal kichwa. Wow, Chelsea Newcastle United. Chukua kila kitu. Chukua kila kitu kwa shamba la urithi. Wekea Newcastle kupata ushindi. West Ham ni Manchester City. Man City kichwa. Man City kichwa. I say, sisemi kitu. Twende Jumapili. Jumapili pia kuna michezo minene sana. Tuanze na Crystal Palace Leeds United. Wekea Palace kupata ushindi. Manchester United Aston Villa. Hii ni mechi hivyo ambayo hawa wanapishana pale kwenye nafasi ya 3 na ya 4. Mmoja alitoa mwenzake akapanda yeye. Kwa hivyo hapa ushindi kwa Aston Villa, labda mmoja anaweza akapanda, ama Man United akipata ushindi anajiweka na matumaini ya kusalia namba 3. Ni mechi ngumu hapa, naweza kusimama na draw ama GG. Yeah. Nottingham Forest Fulham kichwa. Liverpool Tottenham. Liverpool kichwa. Yes. I say itapendeza pakubwa kabisa. Hizo ni mechi za Premier League nchini Uingereza jinsi zilivyoratibiwa, lakini kabla ya kumaliza, tumalizia na hii hapa. Draw ya kombe la FA ilifanyika katikati mwa wiki hii na kila mmoja amejua mpinzani wake wa robo finali ni nani. Kuna watu wanasema sasa hivi kwamba Arsenal ni kana kwamba hizi draws zikifanyika they are being favored wafike kwenye finali. Mganga wa Chelsea ni nani? Yuko kule nini Kitui. So nani Rosing and wao anatuma Kitui ama ni Chalobah anatumwanga Kitui? Dani ndo anatuma, nitwaje yule Mamadou Sarr. Because Chelsea ndio wanaonekana kupata mnyonge katika draw ya FA. Kwa nini wapangiwe Port Vale? Ni draw ili korogwa pale na hakuna na nini. Hiyo draw null and void hatutaki. Wapewe Man City. Southampton dhidi ya Arsenal, mechi kubwa. Mechi nzuri. But ni kama wali kwa kijiko kwa upande wa Arsenal. Kama ulivyosema Chelsea dhidi ya Port Vale, lakini West Ham United watakutana na Leeds. Naam. Hiyo pia itakuwa si mechi rahisi sana kwa sababu wawili wote naweza kusema wanatoshana viwango kwa sababu wako kwenye relegation zone. Kinachoangaliwa ni mechi kubwa kabisa, Manchester City dhidi ya Liverpool. Wow. Nafikiri Liverpool wanaweza kuweka nguvu zao zote katika hiyo game kwa sababu tayari hapo kwenye Carabao, EPL wanapoteza matumaini na itategemea pia katika UEFA Champions League watakuwa wamechezaji. Kwa hivyo kama kidogo watakuwa wameteleza pale katika UEFA Champions League, wanaweza kurusha karata zao zote katika kombe la FA almradi wasitoke mkono mtupu. Na Arne Slot, habari za chini kwa chini zinasema kwamba yule kocha aliyekuwa Real Madrid Xavi Alonso anaandaliwa kuchukua majukumu yake pale Anfield. Sababu ni alumni wa Anfield yule. Wacha tuone itakuwaje. I say imependeza wiki hii, mengi mazuri yatakuwa nakuja wiki ijayo. Kuna mengi ambayo tutakuwa tunaingia chini ya maji kama
tunazosema voyo chini ya carpet. Hizo za chini ya carpet tunaenda kuzivua tukuletee ndani ya kambi ya ushindi. Wote waliofanikisha makala ya leo, mwenzetu Captain Isaboke, wapiga picha, mwelekezi, mimi hapa Nguvumbi Kaka Zema, pamoja na mwenzangu Tatea Bara Vincent Voyo, kwa wiki hii tunakwambia bye. Dance kidogo basi. Ile dance ile.